mwaka huu majira saa 7 usiku, ambapo moto ulianza ghafla na kuunguza kila kitu kilichokuwemo ndani ya nyumba hiyo, wakati Bwana Mkude akiwa safarini jijini Dar es Salaam akimpeleka mke wake kwa ajili ya kujifungua, ambapo juhudi za majirani za kuzima moto huo hazikuweza kuzaa matunda. Nilikuwa sipo kama kwa muda wa mwezi mmoja. Nilikuwa Dar es Salaam, nilikuwa namuuguza mke wangu sababu mke wangu alikuwa ni mjamzito na alikuwa na changamoto za uzazi. Kwa hiyo alipata watoto kama mara 2, lakini kila akijifungua alikuwa anakutana na changamoto. Wale watoto wakizaliwa wanakuwa wanapata infection. Sasa kwa ushauri wa madaktari wakatushauri kwamba tujaribu kwenda hospitali zile ambazo zenye uwezo kidogo mkubwa katika uchunguzi. Kwa hiyo mimi tukatoka hapa mwezi wa 3 tukaelekea Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu ya huyo mke wangu, ambayo tulianza kliniki kuhudhuria ili kujua changamoto ni nini, na sasa hivi amejifungua na mtoto anaendelea vizuri. Sasa mimi nilikuwa nimerudi huku nyumbani kwa ajili ya kuandaa mazingira, sababu tulitoka kwa muda mrefu. Najua nyumba ilikuwa lazima kutakuwa na vumbi ndani, kwa hiyo mimi nilikuwa nimerudi kwa ajili ya kusafisha nyumba na ili mke wangu aweze kurudi hapa tuendelee na maisha yetu kama kawaida. Sasa baada ya kurudi ndio nakutana na majirani, wananipokea na kuniambia na kunipa pole. Nauliza pole gani? Ananiambia bwana, nyumba yako siku ya jana imeunguzwa yote. Mimi nimestukia ule moto unapoanza kuwaka. Niliposikia moto ule unaanza kuwaka, nikaanza kufungua dirisha langu nikaangalia. Nilipoangalia nikamwamsha mwenzangu, tunakaa wote. Nimeenda kumuita wanaohusika na ile nyumba pale. Nikaenda kumwamsha kwa chale kule, ndio akaja pale. Alipokuja hapa kuna chumba kimoja kiliopo hakijawaka moto vizuri. Tukavunja, tukatoa vitu vinavyokuwemo. Kuna vitu nimeokolea tu TV na kulikuwa na ungo hapa tumevunja, na kuna baadhi ya vyombo vyake viwili vitatu kwa tumeviokoa tumeviweka kushoto. Tulikuwa tunampigia simu yeye mwenyewe apatikane. Kufuatia tukio hilo, familia ya Mkude sasa inakabiliwa na changamoto kubwa ya kurejea katika hali ya kawaida baada ya kupoteza makazi na mali zote. Hivyo ni wakati wa jamii na mamlaka husika kushirikiana kuwasaidia kurejea katika maisha ya kawaida. Naomba kwa mtu yoyote mwenye mapenzi mema aweze kunisaidia ili niweze kurudisha mazingira yangu, ili niweze kuishi kama nilivyokuwa naishi mwanzo. Japokuwa sio kwa sehemu kubwa, japokuwa hata kidogo tu, hata chumba kimoja mimi nianzie. Hapa nilipo mimi na familia kubwa na mke, watoto pamoja na wadogo zangu ambao wazazi wangu walifariki, wameniachia mimi hapa ndio nawalea. Viongozi wa kata na kijiji wamethibitisha kutokea kwa tukio hilo licha ya kukataa kuongea kwenye kamera ya EATV, huku pia wakielezea jitihada mbalimbali walizofanya kwa ajili ya kuisaidia familia hiyo, ikiwemo michango ya wananchi, huku pia ikimpatia barua ya utambulisho Bwana Mkude ili aweze kufika katika ofisi ya mkuu wa wilaya Mvomero kwa lengo la kupata msaada zaidi, na kwamba yeyote atakayeguswa na kuhitaji kumsaidia apige simu namba 0694 40 83 27. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, mimi Rajab Mokiwa.